الله أوزدشي علم وبركة. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika upande wa elimu hawakulala wala hawakukaa wakatulizana kama wakina mama wa leo hii. Hawakukaa wakatulizana, bali walifahamu haja kubwa sana. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، بعدكم احمدي الله تبارك وتعالى، pia na kuzitaka sala na salam zimfikie mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika kikao hiki ni kikao kilichokuwa bora katika miongoni mwa vikao vinavyokaliwa. Ndugu zangu katika imani, kina mama, Allah awazidishie ilmu na baraka, na pia hawajalie kuwa ni sehemu moja wapo ya kutengeneza dini ya Uislamu. Amin. Haifichikani kwa kila mmoja mwenye akili kufahamu umuhimu wa elimu ya kisheria katika maisha ya Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Hakika ni sehemu ambayo na ni lengo kubwa kabisa la kuumbwa kwa mwanadamu, nayo ni kuhakiki kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika haya maisha ya kidunia. Allah tabaraka wa taala aliposema, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba watu na majini. Lengo kubwa la kuomba watu na majini ni kuniabudu, yani kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Haya ndio malengo makubwa kabisa ya kuumbwa kwetu sisi. Na katika kutafuta ilmu na kumjua Allah tabaraka wa taala ni kuhakiki kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika haya maisha. Na faida ziko nyingi na dalili zimekuja nyingi kujulisha kutilia mkazo ulazima na faradhi ya kutafuta elimu. Allah aliposema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua jambo la kwanza kaanza elimu. Yani fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah kwenye hii haya, katika aya hii surah Muhammad aya 19, jambo la kwanza alianza na elimu. Ameanza na elimu kabla ya kuzungumza wala kutenda. Na hii aya hii ikibainisha nafasi ya elimu na kutokuwa na uzembe na kufanya uzito katika elimu. Jambo la kwanza kabisa Allah analihamasisha kabisa na kulihimiza na kulifaradhisha ndani ya Qur'an, anaambiwa mtume fa'lam, tambua. Na maulama wakaweka mlango kabisa kama Imam al-Bukhari kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu inatangulizwa kabla hujatenda, hujazungumza wala kutenda. Kabla hujaswali lazima ikutangulie elimu.
Kabla hujafunga ndoa lazima kutangulie elimu. Matendo yote utakayofanya yakutangulie elimu kabla yake hujayafanya, kama ambavyo tunayafanya mambo mengine. Na zimekuja dalili nyingi zikionyesha ulazima na zikibainisha ulazima kujua na kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni lazima na ni faradhi kwa kila mmoja. Na aliposema faradhi ni jambo ambalo ni lazima kwa mtu ambaye atakayeliacha apata madhambi. Kwa maana mtu anayeacha kusoma dini ya Allah, asome kitabu cha Allah, wala ajishughulishi na elimu ya kumjua Allah, yuko mbali kabisa na khairi, na pia yuko mbali kabisa na maamrisho ya Allah, kwa maana anapata madhambi. Na dalili ambazo zimekuja athar katika fadhila, dalili zikizungumzia ubora wa kutafuta elimu, ni dalili zokuwa nyingi sana, na ni dalili ambazo hazipungui katika kuzungumzia ubora wa jihad. Jihad na elimu ni chemchemu moja inaomwaga sehemu moja, kwa sababu elimu, jihad hukusudiwa i'la'u kalimatillah, ni kulinyanyua neno la Allah kuwa juu, la ilaha illa Allah. Watu wanapotoka jihadi kupambana, jihadi inayozingatiwa kisheria, kwa sababu kuna jihadi zingine hazizingatiwi kisheria. Zile jihadi zinazozingatiwa kisheria ni katika mahala ambapo uyanyua neno la Allah ambayo ni la ilaha illa Allah, na ndio dini ya Allah kwa ujumla wake. Na pia jihad na ilmu yote inakusudia sisi sote tusimamishe neno la Allah liwe juu. Wewe unaposoma, asahasa tukirejea katika upande wa mwanamke, anaposoma yeye ni chimbuko kubwa sana katika kulinyanyua hili neno la Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye akisimama sawa sawa, watoto wake watamjua Allah na wataijua maana sahihi ya la ilaha illa Allah, atafahamu Allah ni nani na atawafundisha watoto wake Allah ni nani. Kwa maana akishajua familia yake kwamba Allah ni nani, hastahili kuabudiwa, hahitaji kushirikishwa, hahitaji afanywe hiki, anahitaji afanywe hiki, anahitaji afanywe hiki, basi Allah tabaraka wa taala atukuzwe kwenye ile familia, au kwa yule mama watoto wake, basi familia hunyanyua neno la Allah liwe nakuwa juu. Pia familia ikisoma, watoto wakasoma, wanawake wakasoma, wanaume wakasoma, hii ni mojawapo ya kunyanyua neno la Allah tabaraka wa taala liwe juu. Kwa sababu jihad ni ilmu inabainisha haki, elimu inaibainisha haki. Ama jihad ni kutetea mipaka ile ya haki na zile njia zake. Kwa hiyo ikiwepo jihad alafu kukaa hakuna elimu, kunakuwa kunapatikana hasara kubwa sana. Lakini ikiwepo elimu, basi elimu ndio inaibainisha haki ni ipi, jihad inakuja kuipambania haki ni ipi. Pamoja na kuwa kwamba elimu ni jihad na jihad ni sehemu ya elimu, kwa hiyo ni kupambania yote haya, yanapambana kwa ajili ya kunyanyua neno la Allah liwe juu na ili Allah tabaraka wa taala apate kutiiwa. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tulitangulia kusoma kwamba al-ilmu fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, elimu ni faradhi, elimu ya kumjua Allah hapa ukusudiwa ndani ya Qur'an, na hadithi za Mtume zinazokuja zikazungumzia elimu kwa ujumla wake zinakuwa zinazungumzia elimu ya kumjua Allah na kumtambua Mtume Muhammad, kwa sababu elimu kama alivyoeleza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-Islam bil adilla. Hii ndio elimu inayozingatiwa. Elimu ni kumjua Allah, Allah ni nani, kujua majina yake, sifa zake na yale aliyoamrisha. Huku ndio ni kumjua Allah. Pia kumjua mtume, haiwezekani wewe ukamfuata mtume usomjua. Mtume mjua alizaliwa wapi, jina lake ni nani, ukoo wake ni upi, katelimshiwa nini, haki zake za kumfuata. Pia na kuijua dini hii kwa ujumla wake kwa dalili. Lazima kuijua dini kwa dalili. Hii ndio elimu. Umjue Allah na mjue mtume wake na unaojue dini ya Uislamu kwa dalili. Lakini haya yote katika jamii yetu ukirejea kwa kina mama, haya ni mambo ambayo yana mapungufu makubwa sana. Allah haiwezekana hamjui kabisa, haiwezekana hajua kwamba Allah basi, kwamba Allah anastahili kuabudiwa basi yaishi hapo. Lakini kumjua uhakika wake kwamba Allah yuko hivi, astahiki, ana sifa hizi zinazotajwa ndani ya Qur'an,
zinahitajwa katika hadithi, na mtume wake ni nani, kazaliwa wapi, kaishi vipi, kafia wapi. Hayo yote ni mambo ambayo Muislamu hatosheki kukaa hivi, lazima yajue mambo haya matatu. Ajue, kwa sababu ukimjua Allah na mtume wake na kujua dini ya Uislamu unakusanya swala, zaka, saum na mengineyo mengine. Kwa hii hadithi ya ulazima wa kusoma inatukusanya na kutulazimisha sisi tusome kwa hali yoyote na mali yoyote. Kwa sababu hadithi hii inawakusanya wanaume, yashmalu ar-rijal au yashmulu ar-rijala wan-nisaa ala haddi sawa. Inawakusanya wanaume na wanawake katika mpaka mmoja sawa sawa. Lazima mwanaume asome, lazima na mwanamke asome. Sio tabia tuliyokuwa nayo katika jamii yetu kwamba mwanamke anaambiwa nenda kasome, afu yeye raha mustarehe, hataki kusoma wala jishughulishe. Lazima akitoka kazini ule muda wa free lazima asome. Amau ni mtu wa kusafiri sana, akirejea huko alikosafiri ajitahidi asome. Familia zetu hazijui Qur'an. Mwanamke anajua Qur'an, mwanaume la haula wala quwwata hajui chochote. Sasa hii hadithi ya ulazima kusoma, la farqa bainahuma fi tahsil al-ilm al-shar'i. Hakuna utofauti baina mwanaume na mwanamke katika kutafuta elimu. Kama ambavyo lafzi za amri zinazokuja ndani ya Qur'an, yale matamshi ya Qur'an yanayokuja ni amri ndani ya Qur'an, yanapokuja kwa lafzi ya kumsemea mwanaume inakuwa inamkusanya mwanaume na mwanamke. Yani amri inayokuja ndani ya Qur'an na Sunna ikaja inamsema mwanaume peke yake, basi anaingia na mwanamke katika masuala ya kusoma, masuala ya kusomisha ibada. Allah aliposema aqimus salata wa atuz zakat, simamisheni sala, hapa lafzi iliyokuja hapa kwa lugha ya Kiarabu inawazungumzia wanaume, lakini inakusanya pia na wanawake. Pia zaka yahusu na wanawake wale waliofikia kiwango cha kutoa zaka, kwa sababu isipokuwa mahala pachache ambapo pamehusiwa mwanamke peke yake. Ni mahala pachache ambapo mwanamke amehusishwa kwamba hili la mwanamke, labda akiingia katika ada yake asiswali, labda akifiwa na mume wake akae eda. Haya kuna mambo yamemhusisha mwanamke, amekuja kwa lafzi yake. Lakini lafzi nyingi zinakuja ndani ya Qur'an zimekuja kuzungumza kwa lafzi ya mwanaume, lakini amkusanya na mwanamke. Na hili linasadikishwa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal, wanawake ni chimbuko la wanaume katika sheria. Lazima yani wanawake wanapasukia kutoka katika chimbuko la wanaume, kwa maana ya kwamba sheria zilizokuja ndani ya Qur'an zinawahusu na wanawake katika hukumu zote za kisheria, isipokuwa kile ambacho kimehusishwa na dalili kumhusia mwanamke. Na hapa utaona kufikia hapa kuna dhihiri umuhimu wa kutafuta ilmu fi hayati almar'ati almuslima, katika maisha ya mwanamke. Umuhimu mkubwa sana wa mwanamke kutafuta elimu na kumjua Allah tabaraka wa taala. Wanawake wa kisahaba, tukirejea katika mifano mikubwa kabisa, wanawake wa kisahaba. Na wewe mwanamke jitizame, wanawake watizame wote, nyinyi na wengine wasiokuwa hapa. Je, wana mifano kwa wale wake za mtume na wake za mtume sallallahu alaihi wasallam kama Bi Aisha na wengineo watoto wake mtume na wake za masahaba? Wana mifano na walikuwa wakipambana. Ukitizama wale wanawake na kuwazingatia wanawake wa kisahaba katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, katika upande wa elimu hawakulala wala hawakukaa wakatulizana kama wakina mama wa leo hii. Hawakukaa wakatulizana, bali walifahamu haja kubwa sana walikuwa nayo ya kutaka kujua elimu ya kisheria. Mfano wao wakaona mfano wao ni mfano wa wanaume. fatalabna min an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yukhassisa lahunna yawman. Wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya wanawake kukusanyika wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakimuomba na kumtaka awawekee siku walau moja ya kusoma. Wakusanyike yuallimuhunna mimma allamahu Allah, awafundishe kile ambacho Allah kamfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili lote pamoja na ma'qiyami azwajihinna bimuhnati tabligh, pamoja na kuwa kwamba kusimamia haki za waume zao.
pamoja na kusimamia haki za wanaume zao, lakini walikwenda kwa mtume, bwana sisi tuna haki na sisi kutaka kusoma. Hadithi imepokelewa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema jaat almar'atu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, siku moja alikuja mwanamke mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, akamwambia akasema yule mwanamke, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithik. Wana wanawake wenye ufahamu na utambuzi na wenye ghaira na dini yao, wenye kuitambua nafasi ya dini yao. Akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke, akamwambia bwana, ya rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik, wanaume wameenda na hadithi zako, kwa maana wewe wanajifunza sana kwako. Faj'al lana min nafsika yawman, tuwekee siku moja, tujalie sisi tupate siku moja kwako, na atika fihi tuallimuna mimma allamaka Allah, tuwe tunakuja kwako na tufundisha kila tukufundisha Allah tabaraka wa taala. Sasa tizama mfano kama huu kwa kina mama kwa kijiji kinaweza kubakia hakuna walimu wapo wenye elimu aidha wafanana, kwa sababu leo hii kuna huwa wanawake wana kitabia fulani ambacho sio sawa sawa, kusababisha na shetani kibri. Yaani anaona kwamba mwanamke mwenzake hawezi kumfundisha, hali ya kuwa ana uhakika 100% kwamba huyu ananipita kielimu, au aidha kama akupiti kielimu anakuzidi baadhi ya sura. Wanawake walikuwa wanafunga safari, kama tutakuja kuona mifano, walikuwa wanawake kina mama wana ilmu kubwa kuliko wanaume. Sasa tizama mfano wa hawa wanawake kisahaba walitoka kwao, ni mfano mtu anatoka shamba anakuja huku, bwana shekhe tufundishe, tunataka utuwekee walau siku moja tu, tunatoka hata huko tunakuja kusoma hapa. Wakamwomba mtume akamwambia, jitami'na fi yawmin kadha wa kadha fi makanin kadha wa kadha, kusanyikeni siku fulani na siku fulani kwenye nyumba ya fulani na fulani, sehemu fulani. Wakakusanyika siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id anasema sahaba radhiyallahu anhu, fajtama'na faatahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamuhunna mimma 'allamahu Allah. Wakakusanyika, mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha kile ambacho alifundishwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akakiri kwa wanawake kwamba wana haja kubwa sana ya kusoma, juu ya kutafuta elimu, na yeye hakubaki mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu anajua hawa wana haki, akuacha kuwatilia umuhimu pia. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ambaye anakimbilia sana kufikisha hukumu za sheria ya Allah tabaraka wa taala, ili liyatamakana min ibadati Allah. Lengo kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili wanawake wapate kupata nafasi ya kufanya ibada, kumwabudu Allah tabaraka wa taala ala akmali wajhin, kwa sura iliyokamilika kabisa. Wala sabila lidhalika illa bil ilm, huwezi kumwabudu Allah kwa sura iliyotimia isipokuwa usome, uona ilmu. Hatukiulizana ibada tunazozifanya, je, wewe tukiulizana uhakika wa ibada unaifanya, je unamwabudu Allah kwa sura iliyokamilika? Wa alaykum salaam. Jiulize wewe ulishakaa na alafu umejiandaaje siku ya kiyama. Na masuala ya elimu hayaulizwi mbali, yanaulizwa ndani ya kaburi. Taulizwa marabbuka, maswali matatu tu ambayo ni lazima kwa Muislamu apambane na namna yote, kwa njia ya njaa, kwa njia ya taabu, kwa njia ya haja kubwa, lahitaji subira. Utaulizwa Mola wako ni nani, marabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Maswali matatu ambayo kila mmoja hata kama amesoma amefikia mbali lazima ataulizwa maswali haya. Kwa sababu haya mtume anasema mtu anapoingizwa kaburini watakuja malaika wawili. Malaika hao watamuuliza, yule malaika atamuuliza marabbuka. Yule aliyesoma ndio ataweza kuyajibu haya maswali. Haya ujui, umeishi kwa raha mustarehe, wewe njizi imekuja umekula, umetoka umesafiri umeenda kule, umetoka umeenda huku mashambani umelima, lakini yule anayekuruzuku hili akakupa nguvu na akakupa afya, anakuhitaji usome kile ambacho amekuteremshia, kwa sababu hakuna aliyezaliwa anajua. Kwa lazima kila mmoja asome ajue kile ambacho ameumbiwa. Sasa ukitizama kwa sura kamili kabisa ya mtu kwamba amefanya ibada kamili,
utaona ni vigumu sana. Ndio maana yale maswali matatu mtu atashindwa. Akiuliza man rabbuk, ambaye hakusoma atasema sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Nimesikia watu wanasema Allah Allah, na mimi nikasema. Man nabiyuk, nabii wako ni nani? Atasema nimesikia watu wanasema Muhammad Muhammad, na mimi nikasema Muhammad. Tauliza ma dinuk, nasikia watu wanasema sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Nimesikia watu wanasema Uislamu, na mimi nikasema Uislamu. Kajipamba na nini, lakini hajui uhakika Uislamu naye. Malaika akishindwa kujibu hayo maswali ataambiwa ma ta'allamta wala ma daraita wa ma talauta. Ukutaka kusoma wewe wala ukutaka kujua. Adhabu inaanzia hapo mpaka kiyama kinasimama. Allah atuepushe na adhabu za kaburi. Amin. Kwa hiyo hakuna njia nyingine ya kuweza kujiepusha na haya ya adhabu kaburini, ya kutokuwa na ibada zilizokamilika. Lazima watu walazimiane na ilmu. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine ya kuweza kumjua Allah ukalala kitandani ukaamka wewe kama nabii. Hakuna. Al-Imam Ibn Badis rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana katika kuzungumzia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzungumzia nafasi ya mwanamke katika kutafuta elimu. Anasema akifasiri hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rijalu yulazimuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asema zama za Mtume wanaume walikuwa kilazimiana na Mtume, wanamsonga Mtume kila sehemu anapokwenda, wanahitaji ilmu. Fayuhituna bihi lit-ta'allum, wanamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusoma. Mtume anapokusanyika basi wanamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, lengo kubwa kabisa ni kusoma. Anapokaa basi wanakuja kusoma tabia zake, mwenendo wake, maneno yake, anapoteremshwa aya. Wako karibu sana wanaume. Lakini akasema fala yastati'u an-nisa muzahamatuhum alayhi, wanawake walikuwa hawawezi kufanya muzahama, kusongamana na wanaume, kwamba wanaume wamekaa na wao wako humo. Walikuwa hawawezi, kwa sababu sheria inawakataza kwamba wanaume wamekaa na wao wanakuja na wao wanasongamana na wanaume ndani. Mume amekaa hapa na yule amekaa hapa. La, walikuwa wafanye hivi kwa sababu hawawezi, sheria inawazuia. Kasema wa kunna yajlisna fi akhir sufufi almasjid, walikuwa kikaa nyuma kabisa katika safu. Na hapa ni dalili ya kuonyesha kwamba safu ya wanawake ni nyuma kabisa, kwa sababu nyuma safu za wanawake ikiwa ni swala ya jamaa, safu ya iliyokuwa bora ni ya nyuma kabisa kwenye ukuta. Nyuma ndio safu bora. Inavyozidi kusogea nyuma, yani inavyokuwa iko nyuma zaidi safu, ndivyo ilikuwa ni bora zaidi kuliko ya mbele. Kwa hiyo wanawake wanapanga safu kuanzia nyuma, wengine wanakuja mbele. Na safu ya mbele ni mbaya kama ambavyo safu ya wanaume ya nyuma ni mbaya. Akasema kwa wanawake walikuwa kikaa fi akhiri sufufi masjid, walikuwa kikaa nyuma kabisa katika safu ya msikiti. Fa idha tahaddatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil ilmi ba'da as-salah la yatamakkanna min kamali as-sama'. Mtume alipokuwa akianza kuzungumza kuhadithia masala ya kielimu baada ya sala, walikuwa wanawake hawapati nafasi nzuri ya kusikiliza. So Mtume alikuwa huko mbele, wenyewe wako nyuma, hawasikii sawa sawa. Wakanat lahunna raghbatu fil ilm mithlu ar-rijal au mithla ar-rijal, walikuwa wana mapenzi na hamu kubwa ya ilmu, ya kutafuta elimu mfano wanaume. idh kulluhunna ya'lamna annahunna mukallafat bi ahkami ash-shari'ati mithlahu, pale kiasi ambacho wanawake hao wanafahamu kwamba wao wamelazimishwa na kukalifishwa na sheria ya kufahamu, wamekalifishwa kufahamu hukumu za kisheria mfano wanaume wamelazimishwa kuswali na wanawake wamelazimishwa kuswali. Kwa hiyo swala ikisimama kwa wanaume ikilazimishwa kusimama, na wanawake ni lazima kusimama. Zaka, saum na mengineyo katika yale ambayo wanaume wamefaradhishiwa, na wanawake pia wako nyuma katika kufanyia kazi yale ambayo wamefaradhishiwa. Kwa hiyo na wao walifahamu nafasi ya elimu katika haya wanayohitaji. Kuna wao walipofahamu jambo hilo, walikuwa hawapati nafasi nzuri ya kukaa msikitini na kuweza kusoma. Sasa wao baada ya kujua kwamba wamelazimishwa na sheria kufahamu, sasa kwa nini sisi tunakaa hivi? Yani kwa nini wale wakaanza kujilaumu? Kwa nini sisi tunakaa bila ya kujua dini ya Allah tabaraka wa taala? Basi Sheikh anasema
lidha sa'alna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yu'ayyina lahunna yawman bi ikhtiyarihi wa huwa yukhassisuhunna bihi. Kwa hiyo jambo hilo lilipelekea mpaka kwenda kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awainishie na kuwaandalia siku moja, awaandalie siku ambayo kwa khiari yake watakusanyika pale na wahusishe kwamba sisi hili darasa ni la wakina mama tu wasome. Faajabahunna ila ma talabna, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaitikia kile walichokiomba. Wa wa'adahunna yawman bi'ainihi, akawaahidi siku moja kwamba njoo siku fulani. Wa wafa lahunna biwa'dihi, akawatekelezea ahadi yake. Falaqiyahunna fi dhalika al-yawm wa haddathahunna, Mtume akakutana nao akawahadithia hadith. Fawa'adhahunna wa amarahunna bi ashya', aliwapa mawaidha na akawaamrisha mambo mimma alayhinna min amri ad-din, katika mambo ya lazima kabisa juu ya wanawake hao katika mambo ya dini. Kwa hiyo haya ni maneno yake ameisha hapa rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibn Badis, kwamba kionyesha umuhimu na nafasi ya wanawake ambao walikuwa kitilia muhimu jambo hili. Ukifahamu nafasi ya dini yako uweze kuiacha. Sisi tukiuliza mfano, kila mmoja alipofika ule umri wanaposema kuvunja ungo au umri wa bale, alihitajia kuwa na mume, kukaa naye au kuishi naye. Sasa unajua hakuna ambaye alishikiwa hata bunduki bwana, olewa kama hutaki tunakuua, hakuna. Hata kama mwanzoni alikuwa apendi, baadaye imemkuta yahitajia. Mwili wa mwanadamu ulivyo, mwanamke au mwanaume, unahitajia mwenzake. Na dini yako inahitaji uifahamu zaidi ya hivi. Sasa ndio maana masahaba walifahamu kwamba hao wanawake wa kisahaba walifahamu kwamba ni lazima tujue tulicholazimishwa na sheria, kujua dini ya Allah, kujua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipojua nafasi ya hiki, ndio maana wakapambana, ikabidi waende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ajabu sisi kwa leo hii, fursa ipo, lakini watu wajishughulishi, wanawake wajishughulishi kabisa na jambo la kusoma. Hawana ugonjwa labda wa kuzuia, hawawezi kutembea, hawana kizuizi, labda hawasikii, hawana kizuizi chochote kwamba labda ni bubu. Kama mabubu haweza kusoma, vipofu mtu asoma kwa kuashiria. Zipo marakiz na vituo vya kufundisha vipofu, mtu anajua hii ni alif, kuna misafu yao anasoma Qur'an. Sasa hii kama ni hali ambayo tumeisoma hapa, ni hali ya masahaba katika zama zilizokuwa bora. Masahaba wa kike walifahamu na wakahisi nafasi ya kuhitajia elimu. Vipi hali ya wanawake wa leo hii sisi katika hizi zama? Na hizo ni zama ambazo hizi tunasoma ni zama ambazo hakuna fitna wakati huu. Fahadhi hakikatu la budda an tudrikaha an-nisa wal ummahat. Huu ni uhakika ambao wanawake wanabidi kuufahamu, kuhisi lazima kwamba sisi tuna haja sana, nifanye namna yote nitakayofanya, lazima nisome. Wazazi wa kiume pia wazazi wa kike wote kwa mjitamaa mzima. Leo hii kwa wakati tulionao na zama hizi tulizonazo, mwanamke ana haja kubwa sana kuliko anavyohitajia chakula, anavyohitajia kinywaji, kama alivyotaja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Elimu inahitajika sana kuliko maelezo, dada zangu na mama zangu. Yaani elimu ya kumjua Allah, soma walau kidogo, lakini dumu kwenye kusoma. Darasa lipo, basi unaangalia ratiba zako, unakwenda unasoma. Lakini mambo mengi ya kidunia yametushughulisha sana kuliko tunavyohitajia kusoma sisi dini ya Allah. Al-Imam Ahmad anasema kwamba an-nasu ahwaju ila al-ilm minhum ila at-ta'ami wash-sharab, lianna at-ta'ama wash-sharab yahtaju ilayhi fi al-yawm marra aw marratayn, wal-ilmu yahtaju ilayhi fi kulli waqtin. Mwanadamu anahitajia elimu kuliko anavyohitajia chakula na kinywaji. Kwa sababu chakula au kinywaji anaweza kula mara mbili au akanywa mara mbili kwa siku. Mara kama ada yetu si chai anakunywa mara moja, inawezekana kijijini wengine hawanywi kabisa. Anakuja kuchukula mchana na kuja kula usiku peke yake. Sasa elimu, kama riwaya nyingine imekuja, elimu mtu anahitajia biadadi anfasihi, kwa idadi ya pumzi yake. Jiulize toka asubuhi mpaka kufika muda huu. Tena usiangalie kuanzia asubuhi, angalia muda ulioingia hapa
umekaa ukaswali ukamaliza, umepumua kiasi gani, yani mara ngapi kutoa na kurudisha. Sasa ukipata idadi yake, najua huwezi kuipata kwa haraka, kwa sababu kuna ambaye anakaa kwamba mimi nitadhibiti nitapumua mara ngapi kwa ndani ya masaa. Sasa ile pumzi unayohitajia ni zaidi sana kuliko, yani ni bora na inahitajika mno kwako wewe, lakini elimu ni bora kuliko hii pumzi uliyokuwa nayo. Kila muda unapohitajia pumzi ndivyo unavyohitajia elimu, kwa sababu huu ni wakati tuliokuwa nao, ni wakati wa fitna sana sana. Kwa hiyo mwanamke anahitaji asome, ajue dini yake kwamba hii ndio njia, kwa sababu aljahlu dhulma, kama ambavyo alilmu nuru, elimu ni nuru, na ujinga kinyume chake ni sahihi, ujinga ni giza. Sisi tumeomba tupite katika njia sawa, na njia ya sawa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Huwezi kumwabudu Allah kama utakuwa gizani. Yani kama utakuwa gizani kipofu, utaenda wapi? Njia Allah imenyoka, utakuta ushaenda huko kwenye njia ambayo sio sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuashiria jambo hili la ulazima wa kina mama kusoma, Mtume anawaambia baada ya kukusanyika baadhi wanawake, anawaambia nimeona wanawake wengi ndani ya. Mtume akawa wanawake wakastaajabu, kwa nini mmetuona sisi tuko wengi ndani ya? Katika miongoni mwa sababu alizozitaja kwamba takfuruna al-ashira, na zikataa na kuzikufuru neema za wanaume na mengineyo aliyasema. Sasa ujaja kwenye swala, ujaja kwenye saum, zina mpungufu, zahitajia elimu kubwa kila siku, kudurusu, kupitia mara kwa mara, kujua kinachopungua. Na leo kumekuja vitu ambavyo vizuizi. Leo watu wanashughulishwa na mambo ambayo sio sasa. Sasa mathalan vyama. Mimi bwana naenda kwenye chama siku mnahitaji mfano hivyo, kwamba mkusanyiko labda kama Nzengo huko tunazisikia. Kwa hiyo kiasi cha kwamba leo yuko hapa, kutoka hapa anaenda kule, ndio maisha yake. Jambo la swala nitaswali baadaye, hana nafasi na swala. Na swala kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Katika haki za Allah, jambo la kwanza ambalo mtu ataanza kuhesabiwa ni swala. Alafu tuzame swala zetu zikoje, mtu anaposimama kwenye swala azungumza nini, akirukuu ana rukuu vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu atakuja amesali miaka 40, lakini ataambiwa uje, yani miaka 40 utoe ile miaka 10 na ngapi ya kubalia. Tujalie kwamba unakufa na miaka 50, ulikuwa unaswali miaka 50 unaswali, alafu unaambiwa siku ya kiyama hujawahi kuswali. Allahumma nini, sijawahi kuswali vipi? Mimi kila siku nilikuwa msikitini, kila siku nawahi, kila siku naswali. Mtume anasema mtu atakuja hajatimiza rukuu, kusujudu hajatimiza kusujudu. Sasa sikwambii huko kwenye udhu, kwa sababu swala inaanzia kwenye udhu. Udhu usipotimia swala hakuna. Lazima, yani hayo yanatuonyesha ulazima kabisa kutotamani kukaa kwamba hivi roho yangu mimi nikichukuliwa leo, sijui hili, nitamwambia nini Allah wakati nina afya na umri wangu unaniruhusu? Hakuna mtu ambaye aliweza kufikia masahaba. Abu Bakar amesoma, mtu anapishana na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka isiyozidi miaka 3, yani isiyopungua miaka 3, wanazidiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Abbas, alikuwa ni mzee, lakini alikuwa anasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi kwa upande wa wanawake, walikuwa kuna yule kikongwe ambaye aliuliza kwamba Mtume ametuona sisi tuko motoni, kwa nini? Jambo gani latuingiza motoni? Alikuwa amesifiwa, alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa tayari mashavu yake yasharudi ndani, kwa maana amezeeka. Chako bibi kikongo. Sasa vipi leo hii? Tizama nafasi ya swala yako, kuifahamu swala yenyewe kama yenyewe, kuitekeleza kwenye wakati wake. Lakini haya tu yashahidi, kwa sababu leo hii tunastaajabu wallahi, tunaona kuna baadhi ya watu wanaume na walinganizi yuthabbituna an-nisaa an talabil ilm, wanawazuia wanawake, wanawapa uzito kusoma dini ya Allah, wanawapa kinyongo katika kukusanya elimu, na wanawasihi jambo la kutoshika na tohara tu, kwamba wewe ukijua ukiingia kwenye ada unajitayarisha hivi na hivi inatosha wewe taswali. Au baadhi ya masuala ya kifikihi basi, kwamba ukijua kuswali ukajua hivi basi, kama vile yani lisanu halihim yakulu anna mayadina al-ilm ash-shar'i huwa min ikhtisas ar-rijal, kana kwamba wanataka kuwaambia, maneno yao yanaashiria kwamba elimu ni ya wanaume, elimu yani wanaume tu ndio wasome. Lakini tunasema kuambia kwamba mwanamke ana uwezo wa kusoma na kushindana na mwanaume, akawa na elimu kubwa kuliko mwanaume. Hili linawezekana. Yani mwanamke anaweza kushindana na wanaume kila fani ya kisheria, elimu ya dini, na kila elimu akamzidi mwanaume.
kwa sababu kuna wanawake wanawazidi wanaume katika upana wa elimu na kusoma. Wanasoma sana. Historia, ukisoma historia na dalili na hoja zimeweka wazi, zimesajili, imeandikwa katika vitabu vikubwa vya sira, vitabu vya zama zilizopita za wanawake wa kitabi, wale waliofuata masahaba, wale baadhi ya wanafunzi waliofuata masahaba. Utaona kwamba kuna wanawake ambao walipatikana wakisoma, wanajuzi na wenye uchamungu, na pia ni mashaikhat, wanawake wenye ilmu, mashaikh walikuwa bora. Na ni pia kuna wengine walikuwa ni wadogo, wengine watu wazima, wamehifadhi, mpaka imefikia hali baadhi ya maulama wenye vigogo wa kiilmu wamesoma sana, wanaenda kusoma kwa kina mama. Baadhi ya wanawake wanaenda kusoma kina wanaume, wanajisomea, wanapata misingi, mpaka baadhi ya wanaume walikuwa wakienda kusoma kwa kina mama. Mwanaume anafunga safari yake, anajua kwamba Mulela kuna mtu fulani ana ilmu, mwanamke kama si ni mama fulani, si ni fulani, sasa anakuja anapiga goti nyuma ya stara, basi tunasoma kitabu fulani hivi na masuala haya yako hivi na hivi na hivi, anamaliza, funga safari anaenda. Lakini leo mwanamke yuko sasa haya yote yanaonyesha kwamba sisi tusome, tuongeze nini bidii, yani awepo kwamba mwanamke yeye, yani isije ikahitajia baadaye kwamba labda wanaume waje watu pe muhadhara, yani iwepo labda ni haja, lakini wanawake wapo wafundisha. Na mwanamke wa kwanza kabisa katika wanawake ambao walikuwa na ilmu kubwa kabisa alikuwa ummul mu'minina radhiyallahu anha Aisha, wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa bi Aisha. Hawa walikuwa wakiwa na ilmu wake zake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama bi Aisha radhiyallahu anha. Hawa wanaume hawa, kuna baadhi ya maduat walinganizi wanawalingania wanawake wasisome, washughulike na masuala ya vyama, aidha vya kisiasa na vyama vya dini vya kusaidizana, nzengo. Nadhani nikisema nzengo mnanielewa, ni neno la Kisukuma lakini limeshaenea leo hii. Ndio maneno waliyolingania, wewe ukifia utasaidiwa na nani? Ndio maneno. Kwani wewe una mume, una ndugu? Kwa lazima kijiji kizima kikuzike chote, ukizikwa na watu wenye tauhidi ya sawa sawa inatosha, kuliko sasa ukusanyikiwe na watu wengi lakini una shari mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna faida. Yani wewe umeridhisha watu kuliko kumridhisha aliyekuumba, ambaye wewe ukifa unarejea kwake. Hakuna faida. Sasa hawa walinganizi wapo wanalingania tu na umoja wa msikiti mmoja, lakini mkikusanyika ni kuzungumzia hili, kuzungumzia lile, kuzungumzia hili. Hakuna kwamba tukusanyike, labda tukusanyike kwa mama fulani, tukusanyike leo hii tumekuja kukutembelea, utatufundisha hadithi fulani, tutakuja kwako kusoma. Yani vikawa ni mikusanyiko ya faida. Walinganiza hawa wapo leo, unakusanyika, wanahamasisha wanawake kwamba usikae ndani utazorota wewe, au utaharibu kadha, wanaume hawaeleweki. Mwanamke sasa amekaa anaenda kubeba zege na yeye, kwa sababu wanatafuta 50 siku ngapi, basi unakuta elimu ile kina mama inakosekana. Ar-Rahman Ar-Rahim.